watu. Leo ni mwanzo wa sherehe za kiroho. Yaani tumefungulia mifumo. Siku ambayo itaisha, ni siku ambayo itaisha kwenye uelewa. Yes. Siku ambayo utasa na ugumba kwa kina Sara na Ibrahim utaisha, utakoma. Ni siku ambayo Ibrahim na Sara, Ibrahim na nani? Na Sara wataamua kumwelewa Mungu nje na hali waliokuwa nayo. Na ndio maana kati ya vita ambayo wengi nawasumbua katika madhabahu ni kujitahidi kumwelewesha Mungu wanayoyapitia nje na kumwelewa Mungu kwenye wanayoyapitia. Nikikwambia anguko halipo kwenye maombi, liko kwenye namna unavyoomba. Unanielewa? Unanielewa vizuri? Wakati unatamani kumwambia Mungu shughulikia ndoa, ndapost kwenye shughulikia ndoa, alafu Mungu ajui kama una ndoa. Usicheke mama wananilia. Nataka simama zebidani. Wakati unamwambia Mungu shughulikia ndoa yangu, na wewe una ndoa nani? Mbona ghafla unanitambulisha? Wewe unamwambia nisikilize, lakini tunajua umefunga ndoa. Tunajua umefunga ndoa. Tunajua. Lakini mbona ghafla? Mbona mume wako sijakuletea bado? Mbona unakuja mbele ya muda mwanangu? Nini shida? Wakaniambia Mungu na shida na mtoto, naomba kwa jina la Yesu kila aliyenifunga asiwe na nguvu ya kuendelea kunifunga. Mwambie hakuna aliyekufunga mwanangu. Umekosa ufahamu wa namna ambayo mimi Mungu napitisha vitu vyangu kwako. Unafikiri kwa maombi ya leo, aina ya ulokole wetu leo ambao Mungu ametubariki kuwa nao, haleluya. Yule aliyefungwa tumbo na Mungu asizae angeingia kwenye maombi leo ndo mbaya. Kila roho iliyoshika ili tumbo ili nisizae, leo hii ninaenda kuzaa. Unaenda kuzaa nini? Labda mahindi. Kila roho, haleluya, roho iliyonifunga usizae wapi? Sasa kwa aliyemwelewa Mungu hataomba kila roho iliyomfunga, atamwelewa Mungu kwa nini Mungu alimfunga tumbo na nini Mungu alihitaji kwake mpaka amemfunga tumbo. Usikute kutakiwa kuzaa cha kawaida, ilitakiwa azae cha kwenye mfumo, lakini kwa sababu alikosa kuelewa akawa anatafuta kuzaa na sio kujua zaidi. Sometimes usihangaike kutafuta mimi nataka ndoa. Usihangaike kama wapi, usihangaike. Kwa mwanamke tu ni ishara utaolewa. Wewe yako sana mambo tunataka kupitisha. Una jinsia tayari. Msitusumbue kwa neno lolote. Haleluya. Utayari ni kwamba ni mwanamke utamani ni utaolewa. Ila hizo utaolewa kimungu. Kwa mwanaume usitusumbue, tunajua utaoa. Hizo utaoa kimungu. Unajua kwa nini Yakobo aliamua kufanya kazi miaka mingine apate mke mwingine? Alikuwa anamhitaji mwanzo. Naongea naangalia huko na itakuwa hivyo. Tuailisha kwa na semina yake. Tuendelee. Unakumbuka Yakobo alifanya kazi kwa ajili ya kumpata nani? Tamka kwa sauti yako, haleluya. Ili ampate nani? Lea. Akapewa nani? Lea. Akapewa nani? Lea. Alipopewa Lea, akafanya kazi miaka 7 ili ampate nani? Lea. Anayetakiwa kupatikana ana changamoto ya uzazi. Aliyepatikana kizazi kinakubali magoli. Haleluya, ya watoto wanakuja. Ukiangalia ya mambo katika roho ya ajabu sana. Unaweza ukaniamini leo kuna watu wanafanya kazi wampate nani? Wa pili ambaye kwa walikuwa wa kwanza wakapata wa kwanza ambaye kwao hakupatikana kupatikana. Hapa kuna siri imefichana. Hujawahi kuona. Ngoja niongee tatizo.
Hujawahi kuona mtu ameolewa na anatafuta mume bora?